Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa kwa huzuni lakini kwa matumaini. Kwa huzuni kwa sababu tumempoteza mpendwa wetu. Kwa matumaini kwa sababu tunamwamini Mungu aliye hai na mwenye mamlaka ya uhai tulionao kwa neema. Ujumbe katika siku ya leo ni somo kutoka katika kitabu cha Ayubu, sura ile ya kwanza mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, nalitoka tumboni mwa mama yangu ni uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na libarikiwe. Wana wa Mungu, katika maombolezo haya, mstari huu ni maarufu katika Biblia, unaoaksi imani, unyenyekevu na kukubali mapenzi ya Mungu wakati wa majaribu au misiba. Ulikuwa ni wakati mgumu wenye huzuni na majonzi kwa mtumishi wa Mungu Ayubu, na kwa maneno haya aliyasema baada ya kufiwa na watoto wake na kupoteza mali zake. Ndipo Ayubu aliposema maneno haya kwa msisitizo wake kuwa binadamu hazaliwi na kitu chochote duniani, na siku akifa huondoka pasipo kitu. Kupitia majaribu haya, bila shaka shetani alikusudia kuipotosha imani ya Ayubu. Lakini Ayubu alisimama imara. Hakufanya wala hakumkufuru Mungu. Lakini Ayubu hakufanya hivyo, na shetani alichukizwa na jambo lile. Ayubu 1:22 yako maneno yanayothibitisha ukamilifu wa imani ya Ayubu. Akasema maneno haya, katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala kumng'azia Mungu kwa upumbavu. Majaribu haya yalimpa Ayubu ujasiri na ukamilifu wa imani, na akazidi kumpenda na kumwabudu Mungu na kujitoa kwa Bwana na kuendeleza ukiri wake ya kwamba kuzaliwa bila kitu chochote alichokuja nacho hapa duniani, na alitambua ya kuwa ipo siku ataondoka vivyo hivyo, na akiona kwamba Ayubu thamani ya uhai alionao ni tunu toka kwa Mungu, na hata kuondoka navyo ataondoka uchi kama alivyozaliwa. Ayubu 21, Ayubu 1 mstari wa 21, akisisitiza Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Sisi nasi leo waombolezaji tuliokusanyika mahala hapa katika mkutano huu wa kuagana na mpendwa wetu tunaomwamini Mungu, tunaichukuliaje misiba inayotupata? Ni ugumu ulioje kumwabudu Mungu wakati kama huu wa kufiwa. Kupitia msiba huu wa baba yetu mpendwa, Baba Askofu Stanford Shauri, aliyevipiga vita vilivyo vizuri na kulitumikia kusudi la Mungu katika kanisa na jamii na kuilinda imani yake bila kutikisika, na sasa baba yetu amelala baada ya tabu za dunia hii. Kupitia neno hili la Ayubu sura ile ya kwanza mstari wa 21, nalitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi vivyo hivyo ni uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na libarikiwe. Sote tujifunze kupitia katika ujumbe wa neno hili katika mambo makubwa matatu: Bwana alitoa, Bwana ametwaa na jina la Bwana libarikiwe. Tuanze na Bwana alitoa. Bwana alitoa, ujumbe huu linamaanisha uhai tulionao ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Mhubiri sura ile ya 12 mstari wa 7 anasema, nayo mavumbi huirudia nchi, nayo roho humrudia muumba wake aliyoitoa. Kwa kuwa maisha tulionayo ni zawadi toka kwa Mungu, jiulize unaitumiaje zawadi hiyo ya uhai ambayo Mungu ametupatia. Kila mmoja wetu katika ibada hii ajiulize, nimetumiaje hiyo fursa ya uhai aliyonipatia Mwenyezi Mungu? Na kusihi itumie zawadi hiyo ya uhai ulionao na kutenda ama kuwatendea wengine matendo mema. Bwana ametwaa. Neno hili linamaanisha Mungu ndiye mwenye mamlaka ya kutoa uhai tulionao juu ya maisha na mauti.
Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 9, neno la Mungu linasema Mungu anahuisha uhai wetu, naye ndiye anayeutoa uhai wetu. Mtunga Zaburi ya 90 mstari wa 3, Biblia inasema wamrudisha mtu mavumbini usemapo rudini enyi wanadamu. Na neno jina la Bwana libarikiwe linamaanisha pamoja na kufiwa na kujaribiwa kwetu, bado tunapaswa kuona wito wa kumtukuza Mungu katika maumivu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18, neno la Mungu linasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Mwandishi wa Wafilipi 1:21 anasema kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida, maana uhai tulio nao ni mali ya Mungu. Mtume Paulo kwa Wagalatia 2:20 anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili huu ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kupitia imani ya Ayubu tuone umuhimu wa kuishi maisha ya kutumaini, ya tumaini la Kristo ama la Kristo katika kifo, tumaini lililoko katika maisha ya mwana wa Mungu Yesu Kristo, aliyesema wakati wa msiba ule ambao Lazaro alikuwa amekufa. Katika Injili ya Yohana 11:21 Yesu akasema mimi ndimi wa ufufuo na uzima. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 hadi wa 14 anasema lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alifufuka, alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Kristo kama baba yetu, nao Mungu atawaleta pamoja naye. Mwenyezi Mungu awape faraja na kuwaimarisha watoto wa marehemu Robert, Alex na Margaret. Uwe wakati wa kushikamana kwenu. Kuanzia sasa ahadi ya Mungu ni amini na kweli. Yeye ni baba wa yatima. Mababa maaskofu tuimarike pamoja na waombolezaji wote, tukumbushwe kupitia katika msiba huu ya kuwa sisi nasi tumepewa na Mungu zawadi ya uhai huu tulio nao, na Mungu atujalie kila mmoja wetu kwa nafasi ulionayo. Jiulize, umetenda au umewatendea watu mema? Kila mmoja wetu ajiulize. Uwe wakati wetu wa kumwomba Mungu atusamehe pale ambapo hatukutenda mema wala hatukuwatendea wengine matendo mema na kuwasababishia vilio na maumivu kwa familia zao. Baba wa maaskofu, tuna kitu kwa mamlaka tuliopewa na siku mamlaka mbalimbali. Mwenyezi Mungu atujalie katika tafakari hiyo ya kujua kwamba upo wakati ama wakati utafika, na sasa upo mwenye mamlaka ya uhai tulio nao, atautoa uhai wetu. Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 13, neno la Mungu linasema andika, heri wafu wafao katika Bwana. Shike mkono jirani yako, mwambie nawe ni marehemu mtarajiwa. Halafu muulize, kila mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi. Muulize tu, mwambie mimi na wewe nani atatangulia baada tu ya kumzika mzee Shauri? Na kila mmoja wetu atatoa habari zake mwenyewe wakati ukifika, na ndivyo neno la Mungu linavyosema. Mwenyezi Mungu atujalie maisha yanayompendeza Mungu na kumtumaini kwa kila hali yoyote ile. Hebu ishi katika kumtumaini Mungu, kwa kuwa watu tumewekewa kufa mara moja, na baada ya kifo hukumu. Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Bwana atupe kuishi maisha ya utakatifu. Simame na tuombe. Bwana, tunakushukuru kwa maisha ya mpendwa wetu baba yetu Askofu Stanford. Roho yake ipumzike kwa amani, na utuimarishe na kutupatia faraja ya daima katika imani isiyotikisika, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.